Bei ya mafuta imepanda tena kwa kasi ikifikia kiwango cha juu zaidi tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Bei ya mafuta ghafi ya Brent duniani ilipanda na kupita dola 120 kwa pipa siku ya Jumatano, na mapema leo imevuka dola 126. Ongezeko hili linafuatia ripoti kutoka kwenye tovuti ya habari ya Axios kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kutoa maelezo kwa Rais Trump kuhusu mipango mipya ya mfululizo wa mashambulizi mafupi na yenye nguvu dhidi ya Iran. Jeshi la Iran nalo limeonya kuwa litatekeleza mashambulizi ya muda mrefu na yenye uchungu dhidi ya Marekani ikiwa Washington itaanzisha mashambulizi mapya. Bei za nishati tayari zimepanda huku mazungumzo ya amani kati ya Israel, Marekani na Iran yakionekana kukwama, huku njia muhimu ya maji ya mlango bahari wa Hormuz ikiendelea kufungwa. Pia kupanda kwa bei kunachochewa na ripoti kwamba Rais Trump anazingatia kuongeza kizuizi cha Marekani kwenye bandari za Iran na kuzuia usafiri wa meli kwa miezi kadhaa. Swali ni je, ongezeko hili linalinganaje na zile ambazo zimekuwepo huko nyuma? Na je, tutarajia ongezeko lingine zaidi ya hili katika siku zijazo? Mwandishi wa BBC Maura Forgarty ana maelezo zaidi. Kwa hivyo inategemea ni kwa muda gani bei hizi zitadumu. Hivi sasa tuko katika viwango vya juu zaidi sasa. Tangu vita vianze na Iran, tuliona viwango hivi vya juu sana kipindi cha uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Lakini kwa kweli tumevuka viwango hivyo vya juu na sasa tumerudi kwenye viwango vilivyoonekana mwaka wa 2012. Wakati huo, Marekani ilizidisha vikwazo vyake dhidi ya Iran ambapo iliweka vikwazo zaidi vya kifedha kwa benki na taasisi zilizokuwa zikifanya malipo kwa niaba ya wateja kununua mafuta ya Iran. Ikiwa bei hizi zitadumu, basi tutaona bei za petroli kwenye pampu zikiendelea kuwa juu, pamoja na bei nyinginezo kuathiri bidhaa nyingine za watumizi. Kwa hivyo, kila kitu kinategemea ni kwa muda gani ama ni kwa muda upi zaidi bei zitabaki katika viwango hivi vya juu. Wakati huo huo, serikali ya Kenya imelegeza masharti ya ubora wa mafuta ya petroli na dizeli yanayoagizwa nchini humo kwa muda wa miezi 6 ili kuzuia uhaba wa mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Hii inamaanisha kwamba mafuta yanayoingizwa Kenya sasa yanaruhusiwa kuwa na hadi miligramu 50 za sulfa. Kiwango kikubwa cha sulfa kwenye magari husababisha utoaji wa kiwango kikubwa cha gesi chafu na pia kinaweza kuathiri injini za magari ya kisasa ambayo yameundwa kutumia mafuta safi zaidi. Katika taarifa, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui amesema, na hapa namnukuu, hatua hii ni ya muda na inakusudiwa kuhakikisha kuendelea kuwepo kwa mafuta na kudumisha uthabiti wa kiuchumi katika kipindi hiki chenye changamoto katika usambazaji wa bidhaa duniani. Tutaangalia upya hatua hii mwishoni mwa miezi 6 au mapema zaidi ikiwa hali ya mafuta kimataifa itaimarika. Mwisho wa nukuu. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Katika taarifa hiyo hiyo, lakini kwa upande mwingine, maafisa wa jeshi la anga la Uingereza walioko kwenye kambi moja ya kijeshi nchini Iraq wamedungua takriban ndege 100 zisizo na rubani kutoka Iran. Hii imefanyika katika muda wa miezi miwili ambapo kumeshuhudiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kabla ya kusitisha mapigano, eneo hilo lilikuwa likilengwa na makombora na ndege zisizo na rubani 30 kwa siku. BBC ni shirika la kwanza la habari kutembelea kambi hiyo yenye vikosi vya Uingereza na Marekani tangu mzozo uanze. Ifuatayo ni taarifa ya Jonathan Bell ikiwasilishwa na Peter Mwangangi. Tunasafiri na jeshi la angani la Uingereza hadi katika moja ya kambi za kijeshi za mataifa ya Magharibi ambazo zililengwa kwenye mashambulizi ya Mashariki ya Kati. Kwa sasa hali ya usitishaji vita ipo, lakini hata kabla tu ya ndege tuliokuwa ndani kutua ardhini, kulikuwa na dhihirisho la wazi kwamba tishio la mashambulizi bado lipo. Ndege isiyokuwa na rubani imeonekana punde tu kukashuhudiwa milipuko. Wakati huu ikilenga vikosi vya Iraq vilivyo karibu. Lakini kabla ya makubaliano ya kusitisha vita, kambi hii ilikuwa ikishambuliwa mara kwa mara. Vikosi vya Uingereza na Marekani bado vimechukua tahadhari ya hali ya juu. Haturuhusiwi kusema kambi hiyo iko wapi isipokuwa Iraq, lakini katika kilele cha mzozo walikuwa wakilengwa mara 28 kwa siku. Na hapa ndipo walipotumia muda wao mwingi. Mahandaki
yaliyo dhabiti. Umelala kifudifudi huku ving'ora vikilia na kelele zikiwa juu sana, na kisha baadaye unaona athari iliyotokea. Unasikia silaha nzito zikipiga karibu nawe na ni vigumu sana. Huu ndio mfumo wa ulinzi wa anga ambao umewasaidia wanajeshi hapa. Kwa kutumia kombora la masafa mafupi, tayari imeangusha ndege nyingi zisizo na rubani. Tunarekodi filamu gizani kwa sababu za kiusalama. Hawataki kuangazia maeneo yoyote ya kambi hii. Ili tu kukupa hisia ya tishio, hapa wamedungua zaidi ya ndege zisizo na rubani 100 kwa zaidi ya mwezi mmoja kwa kutumia mfumo huu juu ya mlima unaoitwa Rapid Sentry. Wanajeshi wa Uingereza wana sekunde chache za kugundua, kufuatilia na kuharibu ndege zisizo na rubani zinazoingia na kuweka maisha yao hatarini. Tumeombwa tusionyeshe nyuso zao. Tulikuwa na ndege zisizo na rubani 14 kwa usiku mmoja. Huo ulikuwa mkakati wa mara kwa mara wa kuingia, kuweka kombora kwenye bomba na kulenga tena. Lakini kwa ile kasi, hata wakati wa mchana unapotarajia zishambulie usiku, bado ni kubwa. Je, umewahi kulenga maeneo ya karibu? Ndiyo, kadhaa. Unaweza kutuambia chochote kuhusu hili? Siwezi kukufafanulia kwa undani, lakini tumekuwa na makabiliano kiasi. Marekani na Wamarekani wamekutana na mashambulizi hayo pia. Ziara hii fupi iliwezekana kwa sababu ya kusitishwa kwa vita. Imekuwa fursa kwa mkuu wa jeshi la angani la Uingereza na waziri wa ulinzi kutoa sifa zao na kupinga madai ya Rais Trump kwamba Uingereza imekuwa ikikosa kushiriki. Tumesaidia kuwaondoa Wamarekani katika hatari. Tumesaidia kuwalinda na wao wamesaidia kutulinda. Hii ni mwelekeo wa kujilinda kwa mtazamo wetu. Tutabaki katika hali hii ya kujilinda, lakini uhusiano ni imara. Marekani na Uingereza walikuwa wakifanya kazi pamoja hapa muda mrefu kabla ya vita hivi kuanza. Lakini dhamira yao kuu imekuwa kupambana na kundi la ISIS, ila bado haijulikani wazi kama hawako hatarini. Tuelekee barani Afrika sasa, ambapo shirika la kutetea haki za kibinadamu duniani Amnesty International limevituhumu vikosi vya usalama nchini Uganda kwa kile ilichokiita kutekeleza mauaji ya kiholela ya raia, kuendesha kamata na kuwatesa wafuasi wa upinzani katika kipindi cha kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu nchini humo uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. BBC imewasiliana na mamlaka za Uganda ili kupata maoni yao kuhusu madai hayo, lakini mpaka sasa hawajatoa tamko lolote. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim kutoka Kampala. Amnesty International imedai kuwa vikosi vya usalama nchini Uganda viliwaua takriban watu 16 kati ya Januari tarehe 15 hadi Januari tarehe 18 wakati wa kipindi cha uchaguzi mkuu nchini humo. Katika taarifa yake iliyotolewa leo, shirika hilo la kutetea haki za kibinadamu duniani limesema jeshi pamoja na jeshi la polisi vilitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wa kawaida ambao walikuwa hawajajihami au kuwa tishio lolote kwa vyombo vya dola. Kwa mujibu wa Amnesty International, ukatili huo uliwalenga wafuasi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform NUP kinachoongozwa na Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine. Mara kwa mara Bobi Wine amekuwa akivikosoa vyombo vya usalama kwa kile anachosema ni unyanyasaji dhidi ya wafuasi wake. Tunaenda katika uchaguzi huu kama njia ya kupinga ukatili ambao tumepitia kwa miaka 40 iliyopita. Ni madai hayo ya unyanyasaji ambayo pia yalisababisha Bobi Wine kuhamia uhamishoni nchini Marekani wiki kadhaa baada ya uchaguzi mkuu. Kyagulanyi alilazimika kutoroka kwake mara tu baada ya matokeo ya uchaguzi mkuu kutangazwa, baada ya kudai nyumba yake ilivamiwa na maafisa wa usalama waliokuwa wakimsaka. Katika tukio jingine, Amnesty International imesema maafisa wa usalama walivamia makazi ya mwanasiasa wa upinzani Muhammad Chivumbi usiku baada ya siku ya zoezi la upigaji kura na kuwafyatulia risasi watu 7 waliokuwa wamekusanyika. Ripoti za uchunguzi wa maiti zilizopitiwa na Amnesty International zimethibitisha kuwa baadhi ya vifo hivyo vilitokana na majeraha ya risasi. Aidha, shirika hilo limeripoti kutokea kwa kamata dhidi ya wafuasi wa upinzani ambapo baadhi yao walizuiliwa bila mawasiliano na mtu yeyote kwa hadi wiki 3, huku wengine wakipelekwa maeneo yasiyojulikana. Waliokamatwa wanadai waliteswa, kupigwa na kutishiwa wakati wa mahojiano,
kuhusu uhusiano wao na chama cha upinzani cha NUP. Katika pendekezo lake, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, Tigere Chaguta, ametoa wito kwa serikali ya Uganda kufanya uchunguzi wa haraka na huru na pia kuwasimamisha kazi maafisa waliohusika katika vitendo hivyo. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, One Law TV nchini Uganda, Mishapi TV huko DRC pamoja na KTN na K24 TV nchini Kenya. Pia unaweza kutizama matangazo yetu katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili.